Na zikiwa zimesalia mechi chache kabla ya kutamatika msimu huu 2025-2026, homa ya usajili imeanza kupanda katika vilabu tofauti tofauti, hususan hapa nchini Tanzania kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Miamba ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika ligi ya ndani, lakini pia katika michuano ya kimataifa, wanaendelea kujiimarisha kwa namna moja ama nyingine. Na siku hii ya leo nina wachezaji kadhaa ambao wamekuwa wakihusishwa na kusainiwa kunako vilabu kadhaa hapa katika ligi kuu soka Tanzania bara, na kubwa zaidi kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ambacho kimsingi katika dirisha kubwa la usajili, lakini pia dirisha dogo la usajili unaonekana kufeli kwa kiasi kikubwa. Sasa maandalizi ya kuelekea katika msimu ujao, kwa maana msimu wa 2026 2027 yameanza rasmi sasa, kuanza kutafuta baadhi ya wachezaji ambao watakwenda kuongeza nguvu kunako kikosi hicho kwa niaba ya msimu mpya ambao wanatarajiwa kuanza mwishoni ama katikati, karibia mwisho wa mwaka huu, kwa maana msimu 2026 2027. Na taarifa zinaeleza kwamba kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kimefikia hatua nzuri kabisa ya kuinasa saini ya mshambuliaji wa taifa la Burkina Faso, kule ambapo anatoka Stefan Aziz Ki, miongoni mwa taifa ambalo limekuwa likitoa wachezaji wengi wenye talent kubwa na wamekuwa wakifanya vizuri kwa miaka ya hivi karibuni. Mfano rais kunako ligi kuu soka Tanzania bara utazungumza kuhusu Stefan Aziz Ki, lakini pia Young Africans wanakumbuka uwepo wa Yakuba Sonyi ambaye pia amewahi kupita kunako kikosi hicho, na mchezaji mwingine ni Kotiama ambaye kimsingi amekuwa na nyakati nzuri katika ligi kuu soka pale nchini Kenya. Kwa sasa alikuwa anatumikia kikosi cha Polisi pale nchini Kenya, na amekuwa na kiwango bora sana akifanikiwa kufunga goli takriban 10 katika ligi hiyo, na kuonekana kwamba ni mchezaji ambaye atakwenda kuongeza kitu kunako kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans. Na rasmi tayari Young Africans wameshawasiliana na Polisi Kenya, timu pale kutoka nchini Kenya, na kuangalia uwezekano wa wao kuweza kupata huduma wa nyota huyo wa taifa la Burkina Faso. Sasa tukiachana taarifa hiyo, hivi karibuni kuliibuka taarifa nyingi kimhusisha kiungo mshambuliaji ambaye alikuwa anacheza kunako kikosi ama mpaka hivi sasa anacheza kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudani, ambayo kimsingi amekuwa na nyakati nzuri na miongoni mwa wachezaji ambao wamezungumzwa sana kunako viunga hivi vya Tanzania, kunako timu hizi za Tanzania, kwamba wanahitaji huduma yake, na tayari kuna namna ambavyo watu walishapeleka ofa kuhitaji kupata huduma ya Grim Mugisha. Bwana, inaonekana dili limeota mbawa rasmi mara baada ya miamba ya soka kutokea kule nchini Libya, wengine ni Al Ittihad, tayari wamewasilisha ofa kunako kikosi cha Al Hilal na wamefikia makubaliano mazuri, kwa maana Al Ittihad watatuma kiasi cha pesa za Kitanzania takriban bilioni 5 na nukta kadhaa ambazo zinakwenda kumngoa nyota huyo pale kuna kikosi cha Al Hilal Omdurman. Sasa vilabu vyetu tunavijua vya hapa Tanzania, hususan Simba na Yanga, ambao wao walikuwa wanahusishwa kwa ukubwa sana kutaka huduma wa nyota huyu Grim Mugisha, ambaye amekuwa na nyakati nzuri sana kwenye kikosi hicho. Kwa dau ambalo wameliweka Al Ittihad, dhahiri shairi sio Simba wala sio Young Africans ambaye anaweza akaenda akatia mguu kwenye hilo deal. Ukiacha tu hiyo hada ya usajili ambayo inatajwa zaidi ya bilioni 5, lakini pia anakwenda kupokea mshahara zaidi ya milioni 200 kwa mwezi. Sasa ukijaribu kufikiria kwa timu zetu hapa za Tanzania, hakuna timu ambayo hivi sasa naweza kusema kwamba inaweza ikamlipa mshahara mchezaji wa milioni 200, lakini wenzetu hawa
wameweza kufanya hivyo kutokana na uchumi mkubwa ambao wako nao. Libya miongoni mwa mataifa ambayo yana vilabu ambavyo vina misuli pia ya fedha, na wamekuwa wakifanya hivyo kuchukua wachezaji wengi wenye daraja la juu na kuwalipa pesa nyingi. Kama unavyojua timu nyingi zenye asili za Kiarabu wamekuwa wakitumia hivyo, ukiacha tu bara la Asia ambapo tunazungumzia Saudia huko, ambapo wachezaji wengi wamekuwa wakifaidika na pesa nyingi. Lakini ukija hapa, ukienda ule ukanda wa kaskazini kule, utagundua kwamba timu zimekuwa zikilipa wachezaji kwa fedha nyingi. Sasa tunazungumza hapa kuhusu timu ya Al Ittihad kutoka kule nchini Libya, imefikia makubaliano na Jean-Claude Grimugisha, na sasa huenda akaenda kuitumikia klabu hiyo mwishoni mwa msimu. Hizi zilikuwa ni tetesi za soka. Funga Meza Junior, tukutane wakati mwingine. Bye bye. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.